Mama kuna wewe. Kulia mahali balakala ilaiki haya tukole. Kama hata una sahihi unaweza sema nitatafuta. Wala sio makosa. Nimelelewa kutoka nikiwa mdogo. Ni kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. nani Kama Biblia, Yesu ni mtoto wa Mungu. Kivipi? Kwani Mungu anazaa? Juu vinye sisi binadamu tumezaliwa. Kwani wewe si kama Yesu venye amezaliwa. Wewe umezaliwa na nani? Nani alibeba mimba yako? Ni mama. Mama. Na Yesu mimba yake nani alibeba? Mwanaume au mwanamke? Nani? Yesu. Ni mama. Ni mama. Na wewe mimba yako nani alibeba? Ni mama. Na Yesu mimba yake nani alibeba? Yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Na Yesu ndiye amekuokoa kabisa. Kabisa. Alikuokoa aje Caroline? Usiogopa hapo. Alikuokoaje? Ameniokoa kwa damu yake. Damu yake? Wakati damu yake imemwagika na wewe umeokolewa. Kabisa. Amefuta madhambi yako. Kabisa. Kwa hivyo sasa Caroline wewe una dhambi? Sina. Una dhambi? Karo? Wewe una dhambi? Sina. Una dhambi? Sina mimi. Karo umeolewa? Umeolewa? Hapana. Ushawahi kutongozwa maisha yako? Nimetongozwa lakini nakataa. Kwa hivyo wewe subiri. Kwa hivyo unatongozwa unakataa. Na kutongozwa bila kuolewa ni dhambi ama sio dhambi Karo? Ni dhambi lakini natubu. Very good. Unaona sasa umekuja. Kwa hivyo kutongozwa bila kuolewa ni dhambi, si ndio? Lakini wewe unafanyaje? Unatubu. Unatubu nini? Dhambi gani unatubu Karo wakati Yesu amebeba? Tunamwambia Yesu nisamehe dhambi zangu. Kwa hivyo Yesu ndiye anakusamehe madhambi yako? Yesu anakusamehe kabisa? Kabisa. Kila kitu. Nikiinama mbele zake nasema Yesu niokoe nisamehe dhambi zangu. Kwa hivyo Yesu ukiomba kwake anakusamehe madhambi yako. Kabisa? Kabisa. Ni Yesu anasamehe madhambi ama ni Mungu? Yesu pamoja na Mungu juu Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wewe kwa imani yako Yesu ni mwana wa Mungu. Na Biblia unaijua? Najua. Unajua vizuri? Kabisa. Kuna aya au maandiko inasema ya kwamba Yesu anasamehe madhambi. Iko? Karo? Iko aya katika Biblia inasema Yesu anasamehe madhambi. Wapi? Unaijua? Great. Ako wapi huyo great? Wewe madam, mkaribishe na yeye hapo. Somaji, karibishe mama na hapo bana. Mama naye ana record huko. Anasema Karo anasema nichukue video nikiongea maneno. Karo, nataka nikuonyeshe aya. Hebu mpe Biblia hiyo. Mpe aone. Angalia hiyo Biblia ni kweli ama sio Biblia? Hiyo kitabu hiyo ni Biblia? Karo? Hiyo ni Biblia? Karo? Hiyo ni Biblia? Ni Biblia Wacha tumuulize Yesu kama yeye anasamehe madhambi, sawa? Sawa? Mpe huyo msomaji. Niko mwanangu Yohana 8 aya 21. 8:21 kitabu cha Yohana mtakatifu tunafunza na Yesu.
alafu muonyeshe Karo. Hayo inasema Karo ndio hapa. Basi akawaambia tena, mimi naondoka nanyi mtanitafuta. Alafu msomaji unaenda kama gari ya miraa. Huyu mpeleke polepole, nisisema tu, sio mwanaume, peleka polepole tu. Basi akawaambia tena, Yesu Karo anawaambia tena, mimi naondoka. Yesu anasema mimi Yesu nitaondoka duniani, nanyi kina Karo mtanitafuta. na nyinyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Yesu anasema na nyinyi mtakufa katika Karo, na nyinyi mtakufa katika, lakini mtasamehewa. Ngoja, tusamehewa tutakuja. Sikiliza huko. Yesu anasema mtakufa katika Karo. Hapo anasema mtakufa katika Dhambi zenu. Kwa hivyo kila mtu atabeba nini? Karo. Sikiliza huko. Karo. Wallahi nini? Sumaji pale amekuaje huyo Karo? Anaangalia. Ndio hajawahi kuona hiyo. Karo. Karo. Ngoja. Asome kidogo. Weka mic chini. Angalia mara kama 20 mwisho anasema Watu hapa. Karo. angalia Biblia vizuri. Hiyo ni Biblia kabisa. Biblia hiyo. Ameshangaa na Biblia. Yesu anasema kila mtu atakufa damu yake. Hii ni Biblia ya kweli ama ni uongo? Acha jadiliana na mwenzake. Angalia haya vizuri, hiyo ni Biblia Karo. Madam. Habari? Habari. Jo bana, usiende. Enda hapo kwa Karo hapo. Tuongee maneno ya Mungu, enda hapo. Alafu hao watoto wa Bangal wasumbua ni washamba kabisa. Wewe toka hapo. Enda huko. Watoe kabisa. Endeni huko. Njoo rafiki yangu. Njoo. Haya. Karo. 24. Ngoja kwanza. Soma 24. Haya, soma 24. Kwa hiyo niliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika zenu. Ndio. Sasa kwa hivyo sikiliza. Ngoja. Juu umetubu kwanza. Subiri kwanza. Nisikize huku Karo. Wito huo. Sikiza huku. Alafu hao wapatieni kitu wakae hao dada zangu wazuri sana. Naomba Muislamu anapenda mambo ya Mungu. Hao katika shukana ameishi jambo. Kwa kursi nayo gentu semesha. Bakalimeza sikita. Afina ya da'wada wax u qabta caawiya dadka dad soo islaamay dacwa qabanaya adigu caawi gacantaada maqayna noqonaysa ayu mare dadka Soomaaliya inta maarayna hal Abbas online TV muslimiinta oo muslimiinta aan hore aan la hadlo Soomaali waxaan dacwada waxa aan meelaha ka ee muslimiin joogin iyo Kristo ni dini ama sio dini? Ya nani? Yesu Kristo. Kuna mahali imeandika Ukristo ni dini kwa Biblia? Ndio imeandikwa, lakini sijui mahali imeandikwa huko. Hujui? Wewe ukipa sana mahali huko. Kwenye Biblia mimi nakupa challenge, hata leo usipoenda uangalie. Kuanzia kitabu cha kwanza, kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Zekaria. Hiyo ni agano la kale. Hakuna neno Kristo kwanza. Old Testament hakuna mambo ya Kristo. Si ni kweli? Ni kweli ama uongo?
Yeah, before Christ. Eh. Before Christ. Ilikuwa hakuna Ukristo. Yeah, lakini kuna manabii walikuwa Ehe. wanafsiri Christianity or a religion that is called Christianity. Hakuna Ukristo imekuja hata sio wakati wa Yesu. Ukristo imekuja after 16 years. Yesu ameenda mbinguni. Ndio maana utakuta kule Israeli, Jerusalem, Bethlehem, Nazareth hakuna hata kanisa moja. Kanisa yote ukiona ACK ni Uingereza. Ukienda Catholic imetoka Italy. Hakuna kanisa moja Jerusalem, hakuna kanisa moja Bethlehem, hakuna kanisa moja Nazareth, hakuna. Unaelewa mama? Umenielewa? kuelewa. Ama iko kanisa Israeli? Sijui sababu sijaenda huko. Hakuna. Kanisa ACK ni Anglican Church of Kenya, iko England. Alafu walipo wabaya wanakwambia Mungu ni mweupe, malaika ni weupe, shetani ni mweusi kama Afrika. Alafu Mungu na kila kitu ameweka wazungu. Umeelewa hapo? Ushahidi wa hayo maneno, Matendo ya Mitume 11 aya 25. Haya, maneno iko hapa. Matendo ya Mitume 11 aya 25. Matendo ya Mitume 11 aya 25. 11:25 nasema hivi. Alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Hata alipokwisha kumwona alimleta Antiokia ni Italy. Ikawa kwa muda mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Ndio. Na wanafunzi waliitwa Wakristo hapo kwanza hapo Antiokia. Mpena karo. Opo. Naitwa karo. Kuna karo. Kwa hivyo mama, mtoto kisha kumwone huyo. Karo, hiyo Grace. Waliitwa Wakristo hapo Antiokia. Antioch. Hata ukigoogle Antioch, haiko Israel, iko Italy kwa wazungu. Ndio kanisa ya kwanza imeanza inaitwa Roman Catholic. Sawa? Roman Catholic wakachonga sanamu, wakasema ya kwamba ndiye Yesu, wakachonga sanamu ya Mariamu, wakawa wanapiga magoti, wanasema Mariamu, mama ya Mungu, umetukuza kuliko wanawake wote duniani, utusamehe. Hao wengine wakaasi, wakaitwa Protestant. Umeelewa hapo? Ninakupa history bana. Sawa? Catholic ndio ilikuwa first church. Watu wakaasi, wakasema Yesu sio Mungu. Wakaasi, wakaitwa Protestant. Umeelewa hapo? Hata Yesu yuko ni Paulo alianza hapo. Ndio alianza Ukristo, sio Yesu. Na neno Kristo sio dini na. Umeelewa hapo? Ukristo ni nini? Ina kupruvia tu. Samueli wa kwanza 2:10 maelezo. Samueli wa kwanza 2:10 maelezo. Nini maana ya Kristo? Ni dini ama ni cheo? Sasa kitabu Samueli wa kwanza 2:10. Maana ya neno Kristo ni hili basi. Sikia mama, neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Ni mtiwa mafuta. Wewe. Mwenye kuweko wako kwa kutiwa mafuta. Ili awe mfalme. Kwanza neno maana yake ili awe mfalme au kuhani au imam, kuhani imam, au nabii. Au nabii. Kwa Kiyunani neno hilo nabii kwa Kiyunani ni Kristo. Kwa hivyo Kristo sio dini, Kristo ni cheo. Kwa sababu Yesu alikuwa ni nabii, Wayunani wakamwita Kristo. Saizi Wayunani wakimwona Rais Ruto watamwita Kristo, kwa sababu yeye ni rais, ni mfalme. Watamwita Kristo kwa lugha yao. Kwa hivyo Kristo ni Masihi. Sisi Waislamu tunamwita Masihi. Masihi sio dini, ni cheo. Umeelewa hapo mama? Uko na
swali mpaka hapo? Kama umeelewa? Hapo Karo kuna swali? Uliza, usiogope. Mimi naamini Kristo. Mimi ni Kristo. Nasema sijui Yesu wakati alizaliwa katika maandiko imetuambia mtakaye niamini Mungu, atakaye mwamini Mungu na niamini Mungu, kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu. Alikuja huku kwa mapigo yake akatuokoa, kwa damu yake akatuokoa. Kwa hivyo hakuna namna naweza sema mimi si Mkristo na kusema jina Kristo nchi siwezi. Kwa nini? Na imeandikwa. Kwa sababu na muamini. Hata Waislamu hakuna watu dada wanamjua Yesu kama Waislamu. Mimi nakupa challenge. Sawa? Maana yake Yesu anaitwa nani? Mariamu. Mariamu baba yake na mama yake Mariamu anaitwa nani? Baba ya Mariamu. Tunaona sasa. Mama ya Mariamu. Mama ya Mariamu. Sasa unaamini nani wakati hata historia ujui? Naamini Yesu kwa Yesu. Naamini Mariamu. Ngoja. Yesu uko wake lazima ujue. Na ni Waislamu peke yake wanajua historia ya Yesu. Pia mimi najua. Najua venye najua na naamini venye najua. Usikia Qur'ani sura ya 3 aya 42. Sikia baba yake Mariamu anaitwa nani? Waislamu wajua mpaka baba ya Mariam. Mpaka mama yake. Alikuwa anaitwa Hanna. Kumbukeni 42. Nakumbuka malaika aliposema ewe Mariam. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua. Hebu tafuta hapo kwa baba yake 39. 33 samani. Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adam. Mungu alimchagua Adam na Nuhu na kizazi cha Ibrahim na kizazi cha Imran. Sikiliza mama, kizazi cha Imran babake Musa na Imran mwingine aliye baba yake Mariam. Ndio Qur'ani ba. Niko na swali. Babake Mariam ni wa nani? Kama mnajua baba ya Mariam anaitwa Imran. Kama anaitwa hivyo na babake ni lazima ukue. Kama unajua huyo mtu unajua babake pia. Si ndio hiyo? Anaitwa Mariam. Naye mamake? Ngoja. Anaitwa Mariam binti Imran. Na mama yake anaitwa Hanna. Mama yake anaitwa Hanna. Hanna. Anaitwa Hanna binti Faqud. Na ametoka wapi? Hao walikuwa wamelelewa, Mariam alikuwa amelelewa na Zakaria, mpo huyo. Hapana, hiyo siwezi kubali. Sina kuonyesha haya. Wewe tu ukikataa imeandikwa. Wewe ukikataa unatuambia isikubali, sawa ni hii. Ungetoa ushahidi. Natoa ushahidi. Aya msomee Zakaria aya 30. Aya 30 kama sijakosea. Siku bali Zakaria alimlea. Akamlea kukua kwema. Inasema hivi, pale anaambia Allah ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hiyo ni suratul Maryam. Anza hapo sura 9 16. anzia 16. Anzia hapo juu wakati Mungu anamlea. Aya 16. Wajua mimi kufanya muhadhara muda mrefu mpaka aya inataka kupotea. Kama mimi tu. Mwisho kufanya kushika hii microphone 2018. Sasa hizi naona aya inaanza kurudi pole tu. Anasema 19 kuanzia ngapi? Kuanzia 12. Moja saidia. Kitabu hiki na kwa makubwa.
Pale Zakaria akamlea. Karo. Pale wewe mama yako unamtambuaje? Unamtambuaje? Mama yako. Mama ya Yesu. 35. Mama ya Yesu namtambua Yesu mwenyewe. Sasa unamtambuaje mtoto wakati unamkana mama yake? Venye tumezaliwa si kama venye alizaliwa. Kwani Adamu alizaliwa vipi? Adamu aliumbwa Na Yesu? Yesu alizaliwa na mama, lakini Roho Mtakatifu akaingia ndani ya Mary na akamzaa Yesu. Ngoja, Roho Mtakatifu aliingia kwa nani? Nani? Roho Mtakatifu aliingia wapi? Ngoja, mpe huyo Karo. Roho Mtakatifu aliingia wapi? Alizaliwa kwa Roho. Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa nani? Kwa Mungu. Kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Si ni kweli? Hiyo ndio imani ya Kiislamu. Yesu kuzaliwa ni muujiza. Yesu ni mtume wa Mungu. Ni mtume, sio mtoto wa Mungu. Ni mtume wa Mungu. Kama mtume, si kama mtoto wa Mungu. Ni kama kabisa. Hapana, Mungu hazai. Mungu Ni mtoto wa Mungu. Ngoja. Ni mtume. Mungu hazai. Yesu na babako. Wewe si mtoto wa baba yako. Tena kuna mkali kuliko huyo Yesu. Kuna mtu hana baba, hana mama. Na ulizaliwa na nani? Ngoja. Kuna mtu hana baba, hana mama, hana siku za mwanzo wake. Alitoka wapi? Mpe. Wewe unaangalia Yesu tu. Waibrania 7:1. 7:1 Ibrania. Anasema mtume yote ni mtoto wa Mungu. Hiyo si hatari. Musa, Ibrahimu watoto wa nani? Haya. Vijana pungueni pale. Wacha hiyo microphone inachukua huko. Ukiziba. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salem. Watu wa Mungu aliyejua. Alikutana na Ibrahimu. Alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme. Sikiza akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi ya vitu yote. Karo, huyo anaitwa Melkizedeki. Melkizedeki. Hapana. Hiyo Biblia hiyo ukasoma ukifika nyumbani. Na mtu ambaye anasema Yesu ni mtoto wa Mungu ni mtu hatari. Si wewe unasema Yesu ni mtoto wa Mungu? Karo. Tunasema Yesu mtoto wa Mungu. Mpe huyo Marko 3:11. Haya. Sikia ikaro vizuri na sikiliza hiyo. Usikilize vizuri na uelewe. 3:11 Marko. 11 Marko nimefika inasema hivi. Pepo na pepo wachafu. Mpe kwanza. Pepo wachafu unawajua? Karo. Ni majini. Mashaitani, si ndio? Mashaitani, sio? Mashaitani wanaenda motoni ama wanaenda peponi? Motoni, Mashaitani wanaenda motoni, sio? Sikiliza mashaitani wanasemaje? Kila alipomwona, walianguka mbele yake. Walianguka mbele ya Yesu hao mashaitani, wakalia wakisema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Mashaitani wanamuita Yesu mtoto ya nani? Mashaitani wanamuita Yesu mtoto wa nani? Wa Mungu. Na wewe unasema Yesu mtoto wa nani? Juu Yesu ana Mungu. Ngoja. Wamekubali na wanajua wametuondoa kwa nguruwe. Kwa binadamu wakapeleka kwa Mungu. Sawa. Kwa hiyo mashaitani wanamkubali Yesu. Sawa wanasema yeye ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na wewe unamkubali Yesu. Unasema Yesu mtoto wa nani? Wa Mungu. Wewe na shetani imani yenu ngapi? Mimi si shetani. Mimi si shetani. Wewe. Mimi sasa naongea mbele yenu mimi si shetani. Ngoja, rudia tena. Na pepo wachafu. Na pepo wachafu mashetani ila walipomwona walianguka mbele yake wakalia wakisema, ndio, hakika wewe ni mwana wa Mungu.
Mashetani waliniambia wamekubali Yesu. Mingana kukiri, si kweli? Si kweli? Hao mashetani waliomkiri Yesu wanasema Yesu mtoto wa nani? Unaona hapa walikuja kumkubali. Ndio wao waliondolewa kwa binadamu. Wakamwambia tunatoka hapa twende wapi? Penye aliwaambia mtaingia hapa kwa hizi nguruwe. Mwacha kumfungua huyu mwana. Kwa hivyo mashetani anaitwa Pedro, huyo alikuwa anatolewa. Ngoja, Karo. Kwa hivyo mashetani walitoka wakaingia kwenye nguruwe. Na wakajiongeleza wao. Kwa hivyo hao mashetani, wewe Karo wachana na huyo. Na alikuwa anaguza. Ngoja. Hao mashetani waliingia kwenye nguruwe. Wakakaa kwenye mwili ya nguruwe. Na wewe nguruwe unakula. Kwa hivyo unakula mashetani. Hatukuli mimi sikuli nguruwe. Mimi sikuli nguruwe. Na hao wanakula. Mimi sikuli. Hawa. Unakula nguruwe. Mimi sikuli nguruwe. Na huyo. Acha. Mimi nakula kwa sababu yangu. Unakula nguruwe. Mimi nakula nguruwe lakini mimi si shetani. Karo. Mimi sikuli nguruwe. Wewe ukuli kabisa. Hapana. Kanisa nilizaliwa. Tuliambiwa. Tupinja bazima miguu. Usikule. Sasa hao mashaitani walioingia kwenye nguruwe. Maandiko inasema hivyo. Maandiko hiyo ni Walawi. Hiyo ni kweli kabisa. Sikiliza, hao mashaitani walioingia kwenye nguruwe wanasema Yesu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na wewe Yesu amewatoa na akawaokoa. Yesu anakubali kila mmoja. Hata ajua aje anamkubali. Na kama wanamkubali Yesu, shetani ataenda peponi ama ataenda motoni? Hata shetani si mtoto wa Mungu. Wewe una shida. Ngoja. Angalia, Karo. Wewe Karo, sister. Shetani ni mtoto wa nani? Ni malaika wa Mungu. Shetani ni mtoto wa Mungu. Ni malaika wa nani? Wa Mungu. Naye shetani akakataa Mungu. Ngoja. Naye akamkataa na akatuma akampa Yesu sasa. Ngoja. Akamtupa. Sawa. Alimtupa shetani chini. Alikataa mambo yake. Wewe Karo. Ngoja. Shetani alimwasi Mungu, sawa? Sawa Karo. Sawa Karo. Alipokataa maneno yake, ataenda peponi au ataenda motoni? Shetani anatoa na watu wake na Mungu anaenda na wake. Kwa hivyo huyo shetani atakuwa na watu wake. Wale ambao usiende haraka. Wale ambao hawapati nani? Yesu Kristo na Mungu. Na huyo shetani ambaye hampati Yesu Kristo, ambaye haamini Mungu, alisema Yesu ni mtoto wa nani? Na wewe na Yesu Kristo na Mungu. Mungu Yesu na mimi kazaliwa ndani ya Yesu Kristo. Hivyo nishamaliza. Sio hivyo. Ngoja wewe Karo. Wewe si unasema Yesu ni mtoto wa Mungu. Wewe. Na shetani anamuita Yesu mtoto wa nani? Shetani sio mtoto wa Mungu. Anamuita Yesu. Anamuita Yesu mtoto wa nani? Wa Mungu. Shetani anamuita Yesu mtoto wa nani? Na wewe unamuita Yesu mtoto wa nani? Na wewe unamuita ngoja. Na wewe unamuita Yesu mtoto wa nani? Yesu mwana wa Mungu. Wewe na shetani tofauti yenu nini? Sema. Shetani alikataa mambo ya Mungu na mambo ya Mungu kama Yesu alikataa mambo ya Mungu. Unaona maneno hiyo?
Subiri sana. Kama Yesu, shetani alikataa maneno ya Mungu. Huyo shetani aliyekataa maneno ya Mungu kama mimi nakataa Yesu. Shetani aliambia Mungu, siwezi kujua hata kuita kiumbe sasa hivi. Mimi mkono. Mungu anamzaa. Akamwambia. Usiende sasa, usiende. Nakupa haya, usiende. Usiende. Haya mpe huyo kofia huyo. Mezani tende magari. Sasa usiende kwa mtu mmoja. Na mwalimu ana rangi. Sasa nimepika mpe huyo. Halo. Kesho tunakukaribisha. Hapa. Sawa, lakini kesho ukuje hapa. Sawa. Nani ameshinda? Nani ameshinda? Wewe ndio umeshinda. Kesho umeshinda. Yesu Kristo. Sawa, kesho ukuje, sawa? Sasa akuje kesho. Kesho ukuje. Umeshinda kesho hiyo.